Sasa ili kundi nilizungumza ya kwamba changamoto yake kubwa, zile zingine nilizosema jana kwa ajili ya ndoa changa na ndoa za kati, mambo mengine yanafanana. Sehemu kubwa kabisa, karibu 60% yanafanana. Lakini utofauti kama nilivyoanza kusema wa hizi ndoa za umri wa kati, zenyewe zinaongezea changamoto nyingine kama 2-3 hivi, lakini zitakazowahusu zaidi labda kubwa ni moja, kwamba upendo unaanza kupoa. Manake mmekaa mmezoeana, umeshamwona huyu ni mtu wa kawaida, mnazoeana sana mpaka mambo mengi mnaanza kuishi kwa mazoea. Hata ile kutokea huko smart na vitu vingine vinaisha tu kidogo kidogo. Sasa inapofikia hatua hii, wanaume walio wengi, hasa hapo mimi nazungumzia wanaume wengi kwa ujumla tu, sizungumzii kwenye kanisa letu, nazungumzia kwa ujumla, kwa sababu ule utafiti mdogo niliofanya ni kwenda na kwenye jamii pia, maana na sisi ni wanajamii. Kwa hiyo wanaume wanaanza kutafuta nje. Manake hapa ndani panaonekana pamekuwa pa kawaida, na ile heshima na yale magoti yale yote yanakuwa alishaishia kwenye miaka 10 huko. Sasa mwanaume kwa sababu anajiona kwamba mfalme, anataka kuendeleza ule ufalme wake katika utawala, yani katika enzi nyingine. Sasa nikaona labda niangalie mambo mawili ambao hata hivyo muda hauwezi kututosha. Nitaka niangalie kwa nini watu sasa wanachepuka, kwa nini watu wanakuwa na nyumba ndogo, generally watu wanasema nini. Alafu pia nifikiri kama ningepata muda kidogo nitafute nizungumzie juu ya dawa kidogo, tungeweza kufanya nini kusaidia jambo hili. Lakini sidhani kama muda wetu utakuwa utaturuhusu. Sasa nikafanikiwa kwenda kwa watu 4 tu. Watu 4 walikuwa tayari kuniambia kwa nini wao walifikia hatua hiyo, kwa sababu mimi nitaka nijue kabisa sababu ni nini. Kama mtu ambaye nafanya counseling ya mambo ya ndoa, nilitamani nijue kwa nini watu wanafanya. Sasa wale watu wakaja na sababu kadhaa, na zote karibia zilikuwa zinafanana. Sasa nikaona nilete tips and tricks kwa ajili ya sisi tulioko hapa, mashauri na mawaidha fulani ambayo inatakiwa yazingatie. Sasa mimi kwa kukaa katika kanisa hili nimefanya kazi miaka mingi, nina karibia 40 huko. Nimejifunza kitu kimoja, wengi miongoni mwetu wa SD1, mimi naoitaga wa advance, tatizo letu kubwa sio wazingatiaji wa mambo. Hata nyie mliokuja hapa mnafanana tu, kwa sababu kwanza nyinyi ni wa advance. Hamzingatii vitu, hamzingatii. Hapa mmekuja hauna daftari, hauna cha nini, hauwezi kuniambia kwamba utayashika hayo yote tangu tumeanza Jumatatu hapa, haiwezekani. Hauko genius kiasi hicho. Kwa hiyo umekuja, utayasikiliza, utayaacha hapa hapa. Mchungaji, naomba unishauri. Nikamwambia sitaki. Nikushauri nini? Nikushauri mashauri yote utaacha hapa hapa. Huna kalamu, huna karatasi, huna simu ambayo unanirekodi, huna chochote. Nikushauri nini? Utaacha hapa. Mimi sikushauri nenda. Ukitaka ushauri uje na kalamu na daftari. You are not serious guys. You are not serious. Kabisa. Wachache naona kwa andika hapo, very few, but majority munaacha tu hapa hapa. Mambo tunajifunza kanisani kwenye makambi, munaacha. You are not serious. Na ndio maana ndoa zenu zina shida. Ngoja niambie nani mchungaji, hapa Morogoro nishakuja mimi. Mtu mmoja akaja akasema, mchungaji mimi na matatizo ya ndoa makubwa sana. Nikamwambia siku ya kwanza seminar ulikuja, sikuja. Siku ya pili sikuja. Siku ya tatu sikuja. Siku ya 4 sikuja. Siku ya Sabato ndio umekuja. Akasema wewe uko serious, kufa na matatizo yako tu. Kanisani huyu yuko kwenye kuku wa mayai tena ya kisasa. Bana, weka mtu mwingine uje usikilize bana, be serious. Ulinifurahisha sana nani?
Mchungaji Tuvako, ulinifurahisha na ulivyosema kwamba ulikuwa unajifungia ndani magazeti ya Daily News unasoma mpaka umekuwa mtafsiri mzuri. Hebu niseme mbele yako kabla hujafa. Maana wengi wanangoja mtu amekufa ndio anaanza kusema. Wewe kati ya watafsiri wa Tanzania ambao nimeenda kwenye mikutano mikubwa kama Singida wapi, sijaona mtu anayetafsiri vizuri kama huyu mchungaji huyu. Sasa mimi nilikuwa sijui siri yake, ndio nimekuja kuniambia hapa juzi, anasema alikuwa anajifungia ndani anasoma magazeti ya Daily News miaka ya nyuma, nasikiliza. Hata wewe mama unaosema hujui Kiingereza na unaenda China. Unashinda hata kusema good morning and how are you. Unabaki unaonyesha tu, unaonyesha ile 2, ile 3. Kumbe wewe mama ungejifungia ndani ukaenda kwenye tuition wiki 2, miezi 3, 4 uko unazungumza Kiingereza vizuri. Hamko serious. Kama kuna watu ambao wananisikitisha ambao wako serious ni wa advance. Hamko serious kabisa. Kaangalie biashara zao wanazofanya. Mtu anauza vitumbu, anauza nyanya, anaziweka chini. Anachukua kagunia anaweka chini, mwa advance. Maisha yatawasumbua sana. Kwa sababu mko serious. Wewe sasa ndio unasema kwamba hata hapa mimi niko nafundisha. Mimi nimetoka Mbeya, nimekuja hapa, nimekuja kuwafundisha. Huenda nikapata watu 2 au 3 ambao watazingatia. Nyinyi ambao mzingatisha shauri yenu. Mmekuwa mnaacha kazi, mnakuja mnakaa mpaka saa 1, mnaumwa na umbu, mniona kuna umbumbu kidogo. Kwa ajili ya nini? For what? And you are not even serious. Be serious guys. Tukiwa serious tutafanikiwa. Kabisa. Sasa nikawauliza watu wakanijibu. Nikamwambia wewe kwa nini umeenda kwenye nyumba ndogo? Naomba uniambie, na umeasi kanisani kwa nini? Akasema mchungaji, kilichonitoa nyumbani kwangu ni makelele ya mke wangu. Wanawake sikilizeni. Hiyo ninawapeni tip. Nyinyi ambao mjaolewa, andikeni kwenye daftari. Mkaandike kwenye simu zenu, muliangalie hilo. Kelele, wanaume wapendi kelele. Wewe unaona wale walikuwa wanadai madeni wamekuja na nilikwambia tusikope tukekopa. Angalia sasa, mtoto amerudisha shuleni. Sijui baba ametoka kwenye kazi yake ni kubeba mizigo sokoni. Anarudi amechoka. Anafika nyumbani akutana na makelele, akasema baba nilivyompata ambaye hana makelele nilihama nyumbani. No, wataalamu siko sema kati ya wanawake na wanaume wenye maneno mengi wanaosema maneno siku kwa siku wanaongea maneno 2000. Ile mimi siwezi kulaumu sana kwa sababu hapa una watoto na majirani natakiwa pige. Lazima tuzungumze maneno mengi. Mwanaume anatoka kazini akifika nyumbani atazungumza nini? Hapo si walaumu. Ila saa nyingine mnakuwa mmezidi. Acha makelele. Wanaume wanataka utulivu. Mmenisikia mjanisikia? Sasa hiyo nakwambia ni tipu hiyo. Hiyo tipu nakwambia hiyo tipu iweke vizuri. Kelele, fika nyumbani mtu anarudi amechoka, mpokee vizuri. Hata kama kuna matatizo, hata kama mmesikia kwamba Kihonda, labda wewe unakaa Morogoro Kigurunyembe. Sasa unasikia Kihonda na mwanamke amefika, nimesikia una mwanamke, leo hulali humu ndani, unafika unamfungia na nyumba. Utalala nje. Bwana we. Halafu nakuja kupeleleza unakuta kumbe sio kweli. Na mwanaume alilala nje. Ndoa za umri wa kati zinafika mahali zinakuwa na shida za namna hii. Mama baba alihama nyumbani akasema ni kelele. Sasa nilikuwa nafanya kazi ya kuuza sokoni mchungaji. Nilikuwa nalangua matunda, nalangua nyanya, nalangua kila kitu. Pembeni yangu ana kabinti kamoja na kangali ni katulivu. Kana chana nywele zake vizuri, kana paka mafuta, katulivu, akagombanagi na watu, kana pata faida. Nikamwambia dada, nilikuwa naomba kama inawezekana nikutembelee huko nyumbani nikuletee vijuzuu muadva. Vijuzuu unapata na mke huko. Unatuangusha. Unamwangusha Mungu. Alivyoenda pale akuta katoto katu kamechemsha mihogo, akajua kata vile kasema karibu sitokunywa hata mihogo na chai, akikaangalia usoni, baadaye akasema unajua, wakawa marafiki. Kahama nyumbani. Makelele, mama umezidi makelele. Umezidi. Wanaume kwa asili wanapenda utulivu. Nao wanaume nao wasema na mimi ni mmoja wapo.
Mimi ni mchungaji lakini mwanaume pia. Hata mimi napenda utulivu bwana. Unafika nyumbani pametulia, pametengenezwa vizuri, vitambaa vimewekwa vizuri, wenzio wanaweka maua, wewe hata maua huweki. Wenzio wanapanda nje. Nyumba yako ukiangalia mpaka unashangaa, hivi nyumba ya mwanamke au tuko wanaume watupu humu ndani? Mwanamke anakuwa msafi bwana, tena nyumba inakaa vizuri, mambo yanakuwa sawa. Akasema okay, sisemi sana huko. Wa pili, wewe naomba uniambie ni kwa sababu gani utoka nyumbani? Akasema mimi bwana mchungaji, samahani lakini samahani kwa hili mchungaji. Sema wewe sema, mimi nimekuja naulizia. Akasema baba, mimi kilichonitoa upishi. Nimesemaje? Hebu wanawake semeni mapishi. Wewe kila siku nyama ni ya mchuzi tu wa kawaida. Tena unakatakata nyanya na vitunguu halafu unaweka kwenye supu iliyochemka. Hatupiki namna hiyo, s'il vous plaît. Unakatakata vitunguu, nyama imeshaiva, unaanza kuvikaanga kwenye mafuta kwanza. Vinakuaga na ladha nzuri. Wewe unakatakatia mle. Hapa hatuko vijijini, tuko mjini. Acha mambo yako ya vijijini hapa bwana. Utaachwa na mume wako, mimi nakwambia, shauri yako. Wanasema mwanamke kuvaa, mwanaume ni kula. Mimi hata kama na suruali 2 naweza nikasurvive. Wewe mpaka magauni yawe mengi, mwanamke ni kuvaa. Kwa hiyo na wewe mwanaume valisha mke wako, anaweka anataka kuvaa kila mwezi magauni 5. Si mama fulani wameshamjua kwa sababu gauni lake analo la kijani tu. Bandugu. Bandugu. Pika chakula mama. Nenda kwenye Google. Sisi nyumbani kwetu, ngoja niwapeni tip nyingine. Na trick wale ambao mmeshaoana siku nyingi. Sisi nyumbani kwetu tuna siku inayoitwa Family Day. Siku hiyo kila mtu anapika chakula kama Wahindi wanavyofanya, mnakileta mezani na anatuambia amekipikaje. Kwa hiyo siku ikifika na mimi mwenyewe naenda, maana mimi kupika najua kidogo, hasa uji. Chai. Sasa jamani, mimi mama nitawaletea chai ya viungo. Chai ya Wasabato ya Wadva yenye viungo. Kwa hiyo nakuta mtoto wangu wa kiume wa kwanza anaenda na angasema baba, anaje kwenye Google anaangalia hivi nikitaka kupika chakula kizuri inamueleza unachukua hivi. Mama yeye mwenzetu ndio mtaalamu, kila wakati anakuaga mshindi. Alafu ngoja niwaambie kitu. Mimi binafsi kwa sababu napenda kula, nilimwambia mke wangu jiandae. Baada ya mwezi mmoja unaenda nchi za nje kusomea kupika. Nipungieni na mkono, sio amina tu. Kweli baba, nikamwambia sasa utakwenda immigration, chukua cheti chako cha ndoa na vitambulisho mbalimbali, utaenda kusoma ng'ambo. Utapanda na ndege. Mama sasa kweli mimi nikasema wewe kabisa, wewe mke wangu, wewe. Unajua mke wangu anaitwa nani jina lake? Anaitwa Jeanne. Anaitwa nani? Anaitwa Jeanne, yani Jenny. Kuna mtu mmoja anaitwa Jenny hapa? Naomba ubadilishe jina. Just joking. Kwa hiyo nikamwambia mama, utaenda ng'ambo kasomee. Tunataka tunakula chakula tunafurahi hapa nyumbani. Akasema sawa, akaenda akapata passport, tukamsafirisha, akaenda miezi 6 nje ya nchi. Na alipofika kule akasema naomba niongeze miezi 3. Nikaambia sawa. Akasoma akarudi. Kwa siku ya Family Day kila mtu nyumbani anapika, uwe baba uwe mama, tunapika. Lakini mama anakuwa mshindi. Kwa hiyo acha kila siku nyama ni za mchuzi tu. Kila siku tafunio ni chapati za maji ambazo hazina hata mayai. Wenzio wanaweka na maziwa bwana. Utaachwa. Hauwezi kukaranga bwana. Unaunga nazi, wali unaupika, unakula mpaka unafurahi. Siku moja pale hotelini ninapokaa walipika wali wakaniletea. Yaani unakula wali mkavu lakini ni mtamu. Nikasema mhudumu, hizi mboga utazirudisha, zile zikaniharibia wali wangu.
Sasa malipo nikamwambia wewe acha mambo ya malipo, malipo nitakulipa tu hizo nyama kama nitakwenda kale. Wali tu, jifunze kupika. Mwanamke ni mapishi, wenzao wanajiendeleza, wewe umekaa hivi tu. Sasa mwaka mmoja nitasema kitu fulani hivi. Nitasema kitu fulani. Mwaka mmoja huo ndio mchepuko wangu wa kwanza kuuona. Iko mwaka kama 82 hivi. Ndio kwa mchepuko wangu wa kwanza. Mimi mchepuko niliona mwaka 80. Nyumba ndogo inaweza kuwa 82. Sasa nilikuwa nakaa na dada yangu. Sasa yule dada unajua sisi, yani mimi kabila yangu ni mchanganyiko kati ya Mkinga, Mbena na Muhehe. Umeona? Sasa yule dada yangu yeye ni Muhehe. Na Wahehe wanakuwa kama wakali kidogo hivi. Wanakuwa kama wakali wakisema imetosha. Aikwambia imetosha kaaga mbali, na actually tunasemaga swela. Kwa mtu akisema swela, jihadhari. Sasa nimemaliza shule nikaenda kukaa pale kwake. Tumekaa na yule shemeji. Yule shemeji alikuwa na asili ya kutoka nchi fulani hivi. Sasa shemeji anakuja na mimi akasema, mke wangu wewe, naomba leo baada ya kupika nyama ya mchuzi, naomba leo kaanga. Alipomwambia akasema, nimeshajua una mwanamke mwingine. Wewe umejua wapi nyama za kukaanga wewe? Yaani una mke, wewe huwezi kujua nyama yako, wewe nakufahamu, wewe ni nyama za mchuzi. Akasema mke wangu hapana, nyama. Akasema hapana, sasa nakwambia hivi, utakula maharage wiki nzima. Na kwa kweli tulikula maharage. Wahehe hao. Na nasema sina wasiwasi kwa sababu na mimi na asili ya Uhehe. Mtakula tukala maharage. Shemeji akasema sitarudia tena kulalamika kwa sababu tusije tukala maharage mwezi mzima. Utaachwa. Nimesemaje? Huo ukali wako ulionao huo, ukorofi wako ulionao, umwanana huo utakuponza. Basi tukala wiki nzima tukamaliza tunakula alivyopika mchuzi. Siku moja shemeji akasema sasa bana, akamkuta kijana anauza samaki, anatembeza samaki. Akasema wewe kijana, hizi samaki peleka nyumbani ukamwambie mke wangu apike kama anavyopikaga kilabuni. Yule kijana akapeleka ujumbe hivyo, wewe yule baba wa nyumba hii amesema upike. Alimchukua samaki akampiga nayo, akatupa, akakanyaga, toka hapa mjinga mkubwa wewe. Shemeji aliangalia akanyamaza. Sasa siku moja akasema, shemeji tutakuwa na trip. Trip wewe. Mtu umetoka kumaliza sekondari, trip unapenda? Tunaenda wapi? Maki alikuwa dereva yeye. Sema tunaenda shambani huko kutembea. Nikamwambia sawa. Akaenda kwa dadangu akamwambia samahani, yani hata kwenda kumwambia tu mke wangu tunaenda mahali mpaka kazi. Mke wangu samahani, maki hajui atasema nini. Wewe usifikiri wewe ukali wako nao una faida. Wewe ukali unakuponza tu. Nakwambia ukweli. Hizo ni tip. Samahani tulikuwa tunaomba basi mnaweza mkaenda, tunaendeni mpaka tukaondoka. Tumefika shambani tukapiga kona, tukarudi mjini, tukaenda sehemu fulani, kaona ameingiza Land Rover kwenye kichochoro. Kama shemeji sasa namna gani? Akasema shambani lazima tuende kwa sababu dada yako ni mpelelezi. Yaani anachunguza, yaani ukifika nyumbani anaanza kunusa, ananukia perfume gani? Hii perfume nyumbani ipo hapa. Anamwangalia usoni, mbona hujachangamka? Mbona una furaha sana leo? Umekutana na nani huko? Jamani. Utaachwa. Kwa hiyo tumefika pale, kaificha ile gari, tukasogea kwenda kwenye nyumba moja hivi. Tulipofika mlangoni, mlango ukafunguka, yani kama automatic hivi. Mwaka 82. Nikamwambia shemeji, huu mlango, huyu mdada huyu alijua kwamba tunakuja? Akadaki akasema, we, mimi nsijue sauti ya gari ya mme wangu. Nyumba ndogo hiyo. Dada yangu pale atakuja shemeji, atapiga honi mpaka yeye mwenyewe atoka anashusha kuni na mkaa anaweka ndani. Amekaa utaachwa. Utarudi kwenu Sumbawanga. Utarudi kwenu Sumbawanga. Anashua mzuri. Akasema mimi nitakosaje kujua sauti ya gari ya mume wangu? Yaani anasikia sauti ya Land Rover, anasema hii hata kama nimefumba macho lazima nitaipata sauti. Mimi nikasema well, yeah, hiyo ni point hiyo. Tukaingia ndani. Kufika ndani, yule mdada wa watu, hapo ni mzuri.
magoti mpaka chini. Shikamo. Anamsalimia yule na shemeji yangu. Sema simama tu. Halafu akaenda akamuhagi. Wewe mwenzangu, niambie hagi ya mwisho ulipata lini? Labda kwenye msiba. Hagi ya mwisho ulipata lini? Unatamani utaipata wapi? Ujue mmeshaanza kwenda kubaya. Mmeshaanza kwenda kwenye kubaya. Akamuhagi pale. Yaani mwaka 82 ulikuwa na mambo mengi. Uliona mchepuko kwanza, nikaona hagi ya kwanza. Akamuhagi. Alipomhagi akasema, dogo. Amesoma, alikuwa na masters miaka za awali, alikuwa poster master. Akamwambia, dogo, vipi? Akamwambia, safi tu. Shikamo. Sema marhaba. Akasema, meza iko tayari. Lakini shemeji akitoka kazini, dada atamzungusha kutoka saa 8 na nusu mpaka saa 10 ndio chakula. Pale chakula kilikuwa tayari mezani. Tunafika pale, supu ipo, tena ya limao na vitunguu saumu. Nyiwa Sabato mnajua chakula kichukua bora. Alafu nyama ya kuroast ipo, ya kukaanga ipo, ya kuchoma ipo. Samaki ya makange, sijui manini, yote iko pale mezani. Chakula kimejaa, wali upo, ugali upo. Akauliza, mngependa muanze na nini? Kuoga kwanza au kula kwanza? Shemeji akaniambia, hilo wewe ndio utachagua. Nikasema kula. Sasa mambo yako nako kuoga, chakula kinapoa huko. Tukala. Nikaona shemeji anakatiwa tonge, analishwa. Nilipomwangalia kwenye macho, nikajua hapa shemeji amekwisha. Wewe unasema, mimi mume wangu mkali. Mume wako sio mkali, haujamjuilia tu. Narudia tena, mume wangu ameshindikana. Sio ameshindikana, haujamjuilia. Bado hujajua kucheza inavyotakiwa. Haujajua kufanya inavyotakiwa, pamoja na maombi mengi. Lakini Mungu anasema tutumie common sense kuwaelewa wanawake wanataka nini na wanaume wanataka nini. Lazima uelewe. Nataka niwaambieni, kama kuna elimu kubwa kuliko zote, ni elimu ya kujua mwanamke anataka nini na mwanaume anataka nini. Tukala, tulipomaliza nikaona, dogo, tunakuacha kidogo, nataka kuingia bafuni. Wakaingia bafuni. Sasa nikawa nasikia nisugue na huku. Make bafu haikuwa mbali, ilikuwa ni safe contained. Safe contained house. Nisugue na huku. Asante, ndio maana nakupendaga. Isingekuwa wewe ningefanya nini? Yaani unanimaliza kabisa. Sio muda mrefu nitahama nyumbani kwangu. Naona utafanya mpango nini nikajitambulishe kwenu. Yeye mwenyewe anasema amewekwa sawa. Nakosea au nasema sawa sawa? Yaani hapa nawasaidia nani, nawaweka sawa. Ndio maana nilikuwa nasema ungekuwa na daftari ungekuwa unaandika, pika mama chakula vizuri. Fanya nini? Pika chakula, punguza maneno, punguza makelele. Wanaume wapendi makelele. Pika chakula chako vizuri mpaka mume wako ajisikie vizuri, amekula chakula kinachomfurahisha. Alafu fanya mpaka iwe na furaha. Alafu pia jambo lingine, tipu nyingine, sahi, tipu zingine hapa hata siwezi kuzisema. Kwa hiyo ukitaka kumaintain pia, mama kuwa mama. Mama kuwa nani? Mama uwe mama. Usiwe na asilimia tena zingine za baba. Wewe mama, yani kuwa mama. Kwa sababu mama asili yake ni mpole, mwanana, mtoa ripoti, mtu asiyekasirika haraka, mtu anayejua namna kuifanya nyumba yake kae vizuri. Huyo ni mama. Na baba naye anatakiwa awe baba. Baba naye anatakiwa awe baba. Wewe na wewe katika ndoa yako kongwe, baba una wajibu wako wa kufanya. Jambo la kwanza unataka kufanya, wewe ni provider. Provider ndio nini? Anaye? Mtoaji. Unakuwa mtoaji bwana, wewe sio unakwenda unarudi hujabeba kitu chochote. Yaani ukienda ukirudi zawadi.
mimi nilikuwa nasoma Uganda na tulikuwa tunasoma na mke wangu, maisha yangu yalikuwa magumu kidogo, lakini kila ninapokwenda mjini kwa shughuli za kikazi nilikuwa naleta pipi 2. Na nasema kwamba hizi pipi ni za kwako mke wangu. Pipi 2. Yaani hata nikienda nikosa hela namna gani lazima nilete pipi 2. Baada ya miaka kupita tukawa na uwezo sasa. Mama akasema, baba nikwambie kitu. Nikasema sema mama. Akasema ninazikumbuka sana zile pipi ngapi? 2. Nikamwambia mama, nimekuletea zawadi hizi na hizi na hizi. Akasema tulikuwa maskini, hatuna uwezo, lakini ulikuwa unahakikisha pipi 2 nimepata. Kwa baba, wewe ni provider bwana. Provide for your family. Hakisha familia yake inakaa vizuri. Hakisha leo wanapata maepo. Sio kila siku tu ndizi zikisukari. Siku nyingine unaleta apple ni sawa, ina bei kidogo juu, lakini siku nyingine wa surprise unaleta mara hiki, siku nyingine kwa utumbu nyambo bado mnakula utumbu, siku nyingine steak. Yaani unapokuja nyumbani usije haujachukua kitu chochote. Hapo unasaidia kuonyesha kwamba you are caring, unajali. Wewe ni provider, afu ni protector bwana. Mke wako wakati unatakiwa umlinde mke wako na watoto wako na familia yako. Mke wako anasemwa na mawifi zake, anasemwa na mama mkwe. Wewe huko unaangalia nani atakayemtetea. Wewe ndio mtetezi kwamba dada zangu naomba tuheshimiane. Hapa ni nyumbani kwangu. Kama mnakuja lazima mje kwa huyu ni mke wangu, mimi nimemuoa. Naomba mumuheshimu. Sasa wewe unajiunga naye, unaanza kumsema mke wako. Mke wako mpaka anakosa raha. Kwa hiyo hakikisha baba familia yako inakuwa vizuri. Usiwe dikteta wa kuforce mambo, kulazimisha mambo. Unafanya maombi ya saa 11 asubuhi na unaishi Mafinga. Mafinga mimi ndio kwetu kwanza. Lakini Mafinga kuna baridi. Ile saa 11 umeshaamka bwana asobohe kocha. Watoto amkeni, na mimi ndio mchungaji sasa. Amkeni. We nani Emmanuel? We unajua unasoma unakula kwa sababu ya zaka za watu? Hebu amka. Mtoto anajinyosha na baba nasikia kama na baridi, unachukua blanketi unatupa huko. Amkeni. Unakuta na mke wako ameinama na sinzia namna hii. Can't you find a good time for you to pray? Watoto wakupende. Wakiona umefika wajisikie vizuri. Baba, chukua nafasi yako ya ubaba. Chukua nafasi yako ya ubaba. Mtoto wako wa kike anasoma shule mbali. Mara mwisho nilipokuja pale nimejua habari ya boda. Mtoto wako anasoma shule mbali kidogo na shuleni. Anaenda kwa miguu, binti anakuja, nimechoka baba, miguu inaniuma. Alafu leo shuleni tumepigwa, tumesumbuliwa, naomba kesho nipatie hata 500 ya kuendea tu. Naambia, nyie watoto wa siku hizi mko mayai sana nyie. Sisi zamani. Sasa hivi sio zamani bwana. Sasa hivi ni sasa hivi. Wewe utatembea tu. Mtoto anatoka nje pale amechoka. Anafika tu nje pale anakutana na mtu wa boda. Watu wa boda wana sifa moja kubwa. Nisije nikawa nimepitiza muda. Bado kidogo. Watu wa boda wako wana sifa moja. Hawana hela nyingi, lakini zile ndogo walizonazo huaga haziishi. Sasa boda akapita akasema, mdada mwenyewe mzuri na nini, alafu hebu nikuchukua basi nikukimbize moja. Sina hela kulipa. Sema sasa wewe uzuri wako huo si tayari sasa na nani na nauli bwana. Mdada akakaa kwenye gari. Usikae hivi, kaa namna gani? Boda akamchukua siku ya kwanza, akamchukua siku ya pili, siku ya tatu akasema, sasa nilikuwa nataka nikupatie ofa leo. Una hii 500 unaenda kupata chips kavu. Nikwambia wenyewe hawana hela nyingi za kusema chips kuku hawana, lakini za vitu vidogo wanazo. Mtoto kapewa chips. Babake ni mfanyakazi wa serikali. Ni ofisa katika halmashauri ya mji. Amenunuliwa. Kesho yake, nitaka nikutoe out. Baba samani, tutakuwa na discussion na wenzangu. Tutafanyia Uyole. Wale wanaojua tutafanyia Uyole, na hapo anatoka Soweto. Hakuna cha discussion, hakuna nini. Ni boda.
kidogo mtoto ana nini? Mjamzito. Mimba ni ya nani? Boda boda. Wapende watoto bwana. Mpatie kahela kakula shuleni hata kadogo bwana. Anatoka amekula ndio, lakini anaweza kutamani sambusa. Leo ni siku ya maombi. Watu ambao tunaombea maalum kundi la leo ni ndoa za kati. Ndoa za kati mtakuja miaka 11 mpaka 30 huko. Mtakuja hapa mbele mimbarani, tutapiga magoti, tutaomba kama kawaida yetu. Lakini natoa wito wa pekee kwa mtu yeyote ambaye ana ombi lolote anataka tuje tumuombee hapa. Hata litaja, tutaomba tuko ujumla, nitaomba kwa ujumla. Na watu wenye changamoto mbalimbali, unataka tu maombi, upate kitu fulani, unahitaji kwa Mungu wako na changamoto fulani, nyie mtakaa hapa chini. Lakini wale wa siku ya kuombea watakuwa hapa juu. Bwana Mungu mtakatifu, 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 Muumba wetu na Mwokozi wetu, tunakutukuza, tunakusifu, tunakuabudu kwa sababu wewe peke yake ndiye Mungu. Tunakujia tukishukuru sana kwa namna ambavyo umetubariki kwa namna mbalimbali, na ndio sababu umetuwezesha kuwa hapa jioni ya leo. Tunakushukuru sana kwa sababu kila mmoja wetu kwa namna yake umembariki kwa neno lako. Kwa namna ya pekee ninaleta mbele zako mtumishi wako mchungaji Mtenzi ambaye unamtumia kwa ajili yetu juma hili. Bwana, tunakushukuru kwa sababu yake. Tunakuomba uendelee kumuongezea hekima, busara, ujumbe kwa ajili yetu, lakini pia kwa ajili ya dunia inayotuzunguka. Tunakuomba umbariki kwa uwezo na uwepo wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba ubariki familia yake aliyoiacha kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba umpatie wepesi katika majukumu alionayo ambayo anatembea nayo popote hata wakati huu. Kwa namna ya pekee kundi lililo mbele katika kanisa lako jioni ya leo hapa, wale ambao tunafahamika kama wanandoa katika ndoa za kati, Bwana, tunayo mahitaji maalum. Ujumbe wa leo umetugusa kwa namna mbalimbali, nawe usikiae dua zetu twakusihi ukasikie ombi la kila mmoja aliye hapa mbele. Amen. Kila mama, kila baba katika ndoa yake na changamoto anayoipitia inapowekwa sasa miguuni pako, Bwana, tunakusihi kwa namna ya pekee tukinyenyekea kwako, Bwana, ikomeshe katika jina lako. Twakusihi bariki ndoa hizi, ili kwa namna ya pekee upendo wako utawale. Na unapotawala upendo wako, hali zozote za kutokuwa waaminifu zipotee katika jina lako Yesu. Twakusihi ulete ushindi katika wakina baba walio hapa, ushindi kwa kina mama walio hapa, ukalete utii kwa kina mama, ukalete upendo kwa kina baba, na ukalete furaha katika ndoa hizi na familia zao. Asante kwa sababu hakuna usichojua juu ya siri za mioyo yetu, na hivyo tunapoanika mbele zako mioyo hii, tunakuomba uturehemu, tunakuomba ukatujibu. Watumishi wako wanapoendelea kunena nawe kwa niaba yetu, tafadhali endelea kutusikia katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Kwa ujumbe ambao umetuletea mahali hapa, jina lako litukuzwe sana. Amen. Jioni ya leo watoto wako tumekuja mbele tukijua ya kwamba tu wadhaifu na wanyonge tusioweza chochote. Tumekuja kwako uliye mfalme, uliye Bwana wa mabwana, mwenye nguvu na uwezo, unaweza kutenda lolote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na sasa Baba, tunakuja kwako hivi tulivyo, tupokee kwa utukufu wa jina lako. Amen. Tunaloomba katika jioni ya leo,
Mahali hapa huenda kuna ambaye amekuja anaumwa, ni mgonjwa, anahitaji uponyaji. Mkono wako wenye nguvu unaweza kuponya. Tenda hivyo kwa ajili tu ya utukufu wa jina lako. Amina. Muinue na kumuongoza katika pendo lako. Amen. Lakini mahali hapa huenda kuna mtu ambaye amekuja anahangaika katika dhambi ambayo ametamani kuishinda, lakini kila siku anashindwa. Baba, tunashukuru kwa sababu Kristo alikuja kuwa kielelezo chetu. Amen. Na tunapokuwa ndani yake naye ndani yetu ndipo tunapoweza kushinda. Mshindie yoyote ambaye anahangaika kupitia majaribu ya kushinda dhambi, uraibu na mengine yote kwa ajili tu ya utukufu wa jina lako. Amen. Katika jioni ya leo tumekuja hivi tulivyo. Tunahitaji uwezo wako tokao juu, na hivyo Baba tunaomba ukajaze Roho wako Mtakatifu. Amen. Kila mmoja Baba, mjaze Roho wako Mtakatifu. Gusa maisha ya familia zetu, ukatuinue tukatembee katika kweli na katika haki yako. Amen. Tuongoze kusimama katika kweli na haki yako, ili familia zetu ziweze kuwa kielelezo katika dunia hii ambayo imevunjika. Bariki akina mama, bariki vijana, bariki watoto. Familia zetu ziwe na umoja, upendo na amani vikapate kutawala nyumba zetu. Amen. Tunaomba Baba, tunapoendelea kuomba, neema yako iguse maisha ya kila mmoja, na hata yale yaliyowekwa katika boksi hili. Baba, wewe unayejua kusoma kila lugha, unajua kusoma kila mwandiko, kila hitaji ambalo limeandikwa na binti yako, kijana wako wa kiume, baba, mama, yeyote aliyeweka hapa mahitaji wewe umeyaona. Amen. Mtendee kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Barua hizi ambazo zimekunjuliwa mbele yako Baba, tunaomba ukamjibu kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako. Amen. Sikiliza maombi yetu tunapoendelea kuomba kupitia Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Wetu watumishi wako wameomba, na Baba, pokea maombi uko juu mbinguni uliko. Watoto wako wanapoendelea kukuomba katika juma hili kwa ajili ya familia, kwa ajili ya baba, mama, mtoto, kwa ajili ya changamoto kubwa inayoendelea, machozi, masikitiko, kukosa amani, na kuomba Mungu kafanye muujiza. Amen. Kila mtu akashangae ni nini kimetokea. Amen. Asante Baba kwa kuwa unatupenda, ulituumba na kutufia. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen.